Ripoti za Ayo TV na Millard Ayo zimeifikia moja kati ya familia iliyopo katika mtaa wa Mkolani, kata ya Nyankumbu, manispaa ya Geita, inakukutanisha na moja ya familia ambayo alikuwa akipatikana mzee Chigabilo Katukula, ambaye ana trendi katika mitandao ya kijamii kwa kuishi umri wa miaka 115, ambaye kwa sasa ni marehemu. Mzee Chigabilo Katukula alizaliwa mwezi Januari mwaka 1911 na kufariki dunia Januari 19, 2026. Sasa Ayo TV imeifikia familia hiyo na kuzungumza na msemaji wa familia hiyo, Bwana Chazi Chigabilo, ambaye ni mtoto wa 9 kati ya watoto 10 kwa mke wa 3 ambaye ni mke wa mzee Chigabilo. Taarifa kutoka ndani ya msemaji wa familia zinasema marehemu Chigabilo alibahatika kuoa wake watatu na kuzaa nao watoto 46 na kubahatika kupata wajukuu 241, vitukuu 1009, vilembwekeze 116. Sasa Ayo TV inakusogezea mahojiano kamili na msemaji wa familia akifafanua jinsi mzee alivyokuwa akipambana kuilisha familia yake na maisha yake kwa ujumla. Mimi ni Baraka Fulgence. Na historia fupi ya mzee wetu, mzee Jacob Chigabilo alizaliwa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 1911 katika kijiji cha Pusanda ndani ya mkoa wa Mwanza wakati ule, na leo ikiwa ni mkoa wa Geita. Hivyo aliishi huko na baadaye walihama kutoka kule wakahamia kijiji kimoja kinaitwa Ikulwa ama kata ya Ihanamilo ambayo pia ipo ndani ya mkoa wa Geita. Hivyo aliendelea na maisha yake huko. Katika enzi za uhai wake baba yetu alibahatika kusoma darasa la zamani, darasa la 4, lakini pia akabahatika kuingia kwenye ndoa ambapo aliishi na wanawake watatu. Alioa wanawake watatu na leo aliyepo ni mama mmoja ambaye ndo ameachwa kama mjane. Na enzi za uhai wake baba yetu alibahatika kupata uzao wa watoto tuliopo leo ni 34, lakini kuna ambao walitangulia pia mbele za haki. Kati ya hao wake watatu kuna watoto 12 ambao walitangulia mbele za haki. Kwa hiyo kwa ujumla kabisa kuna rekodi ambayo tulitoa wakati tunaandaa historia ya baba yetu ambayo ilisema tu tulikuwa watoto 34, lakini kwa historia baada ya kukutana sawa kwenye kikao cha mwisho cha ukoo ndio tumeweza kupata sasa historia kamili baada ya kila mmoja kutaja kizazi chake na watoto wake. Na hivyo kuna dada yetu mkubwa ambaye kwetu ndo kama mtoto wa kwanza kuzaliwa, lakini japo pia kwenye tumbo lao walikuwa watoto 11 na waliopo ni 2 kwenye tumbo lile. Na hivyo yeye kidogo kwa sababu ndo wa kwanza kuzaliwa ametupitisha vizuri kwenye historia, na hivyo kwenye tumbo lao kuna watoto 9 walifariki, yeye akiwa ni wa 10. Kuna ugonjwa uliibuka kule nyuma, magonjwa ya shambulizi, kwa walifariki wale wengine. Kwa hiyo tukija kwenye idadi kabisa watoto ambao baba yetu aliwazaa ni watoto 46, ila ambao tupo leo ambao tumemzika baba yetu ni watoto 34. Na hao sasa tumebahatika kupata uzao hao 34 ambao sasa wametengeneza wajukuu wa baba yetu. Ikaleta hesabu kwa siku ile ya awali kabla ya kukaa kile kikao cha mwisho tulikuwa 206. Lakini hii juzi baada ya kuja kuhesabiana sasa vizuri, kila mmoja anataja watoto waliowazaa na tumekuja kupata karibu idadi ya watoto wajukuu 241. Kwa hiyo tukabahatika hivyo amepata vitukuu ni 1009. Idadi ile imebaki pale baada ya kuwa tunahesabu kila mmoja wale watoto wetu ambao sisi sasa ni kama wajukuu wetu, lakini pia kuna wale vilembokeze ni 116. Huo ndio uzao ambao mzee wetu alibahatika kupata. Na bahati nzuri kuna mpwa wetu ambaye umri umeenda kweli kweli. Mtoto yani dada yetu wa kwanza, mtoto aliyempata hata mama yangu mimi wa kunizaa wanaendana umri. Haki mama yetu sisi kwenye tumbo letu ndo alikuwa ni mke wa 3 kwa baba. Lakini pia katika enzi za uhai wake mzee wetu alibahatika, alikuwa anajishughulisha na shughuli mbalimbali zikiwa ni ufugaji, uwindaji na ulinaji wa asali.
na kipato chake kikubwa kabisa cha kibiashara ilikuwa ni ulinaji wa asali kwenye mlima mmoja ambao sasa hivi tunaita ni Mwatrole. Zile zilikuwa ni mapori kabisa. Kwa hiyo mzee wetu ndiye alikuwa anafanya shughuli hizo, lakini baadaye miaka kwenye historia yake tumekuta karatasi na alikuwa anatupitisha kwenye historia zake. Aliwahi kuwa kiongozi kwenye mambo ya siasa. Aliwahi kuhudumu kama diwani katika kata ya Ihanamilo ambayo pia iko ndani ya mji wa Geita kuanzia miaka 1936 mpaka 53. Kwa baada ya hapo aliendelea na shughuli zake za kawaida za kilimo, ufugaji na ulinaji mpaka hata sisi tunakuja kukua tumekuta akiwa anajishughulisha na shughuli hizo. Lakini pia kitu ambacho kwetu pia kama familia tumejivunia kwa baba yetu, urisi mkubwa of course, mpaka mimi nakuja kujigundua hivi sikuwahi kumuona anagombana mtu yote. Alitulea watoto katika maadili mazuri, na hata katika familia yetu watoto wote waliishi familia moja na ilikuwa ni eneo hili. Kwa hiyo hata chakula kilikuwa kikiiva, kuna mwembe ule mkubwa pale, kulikuwa kuna kengele, ilikuwa ni kama shuleni. Kwa hiyo inapigwa kengele, watu wote alikuwa ametengeneza wale watoto wake muda wa kuivisha chakula. Kwa hiyo kilikuwa tunatengewa chakula pamoja, ambao sasa kila mmoja alikuwa analeta chakula chake hapo, tunakula kwa pamoja. Kwa watoto wote hao tunashukuru Mungu mpaka leo tunaelewana kwa pamoja, na mpaka tumekuja kumhifadhi baba yetu, katuachia urithi mkubwa ambao ni upendo. Mzee wetu amefariki akiwa na jumla ya umri wa miaka 115, na alibahatika mwanzoni kule kama nilivyosema alikuwa na wake watatu. Baada ya kuwa amefariki mwishoni kabisa mwaka 2011 aliweza kupata sakramenti ya 2010 alipata sakramenti ya ubatizo, na siku hiyo mama yetu yeye alikuwa anasali ni Mkatoliki. Kwa 2010 akabahatika pia naye kupata sakramenti zote kwa maana ya ubatizo, komunio, kipaimara na ndoa. Kwa amefunga ndoa na mpaka anafariki. Nashukuru Mungu, mapadri walikuwa wakati mwingine wakifika wanampatia sakramenti za kanisa. Kwa mpaka anafariki alikuwa ni muumini wa kanisa Katoliki.